بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعد يكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة سلام Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuamka salama. Kuna wengi walilala wakiwa wako salama lakini hawajaamka salama. Kuna ambao ni wagonjwa wameamka wakiwa ni wagonjwa, wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu, na Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi ili waweze kupata matibabu na kurudi katika hali yao ya kawaida. Lakini pia kuna ambao wamelala na wakalala moja kwa moja, hawajaweza kuamka, zimechukuliwa roho zao wakiwa wako usingizini. Lakini wewe Allah amekujalia ukawa ni mwenye kuamka salama. Kwa hakika hii ni neema. Muislamu unatakiwa uwe ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali salatu subhi tena kwa jamaa. Kwa hakika hii ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha katika muda huu wa alfajiri. Kuna wengi bado wamelala, hawajaona umuhimu wa kuamka na kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakaendelea na kupumzika, wakaendelea na kulala. Lakini pia kuna ambao wao wameamka mapema na wamekimbilia kwenye majukumu yao, wakaona pia kazi ni bora kuliko swala. Lakini wewe ukaona swala ni bora kuliko usingizi, ukaamka. Ukaona swala ni bora kuliko kazi, ukaanza kwanza kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ili uweze kuianza siku yako kwa ibada. Hii nayo pia ni neema, na ndio Muislamu kuionea huruma nafsi yake, ndio Muislamu kuiokoa nafsi yake na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mmeamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala
na ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi ambao mmeamini, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa Muislamu nasikia watu wanaswali salatu asubuhi, unasikiliza na wewe umelala, hivi kweli una huruma na nafsi yako? Unaionea huruma nafsi yako? Hivi utaiokoaje nafsi yako na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa watu wanaswali lakini wewe umelala? Hii nafsi yako utaiokoaje na adhabu ya Allah? Lakini vile vile kama wewe umelala, watu wako nao pia wamelala, utaziokoaje nafsi za watu wako na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hakika ndugu zangu katika iman, kila mmoja anatakiwa jionee huruma yeye mwenyewe, lakini vile vile awaonee huruma na watu wake. Na kujionea huruma ni kuamka mapema kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuiokoa nafsi na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kuamka mapema kwa ajili ya kumwabudu Allah, na kuiamsha familia vile vile kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kubaki katika kikao hichi cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii vile vile ni neema miongoni mwa neema ambazo Muislamu umeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa wewe ni mwenye kukaa kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah. Hii ni neema kubwa sana. Unapojifunza dini ya Allah, pale ambako ulikuwa unakosea utarekebisha, lakini kama haujifunzi, ina maana wewe utaendelea kukosea siku zote. Kwa hiyo darasa kama hizi zina faida kubwa sana kwa Muislamu, kuwa ni mwenye kukaa na kuzisikiliza na kustafidi, ili aweze kurekebisha pale ambako alikuwa anakosea, mwisho wa siku aweze kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika darasa ya jana tulianza mlango wa 7, albabu sabi'u, mlango wa 7 katika sehemu hii ya 5, ambao mlango wa 7 unazungumzia akiki, na ndani yake tukasema kuna masala ya kwanza tukasema ni maana ya akiki na hukumu yake na wakati wa kuifanya. Tukasema maana ya akiki kisheria ni mnyama anayechinjwa kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa siku ya 7 tangu kuzaliwa kwake. Kwa hiyo akiki ni mnyama anayechinjwa kwa ajili ya mtoto mdogo, kwa ajili ya mtoto mchanga, kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa. Ndiyo maana ya akiki. Mtu akikwambia nina akiki nyumbani kwangu, ina maana amechinja mnyama kwa ajili ya mtoto aliyemzaa. Na tukasema hukumu yake ni sunna iliyokokotezwa, ni sunna yenye nguvu, ni sunna iliyotiliwa mkazo na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Muislamu natakiwa ulione jambo hili la msingi la kuwafanyia watoto wako akiki au kumfanyia mtoto akiki. Si jambo jema na si jambo zuri. Katika watoto wako wote waliokuwa nao, hakuna hata mtoto mmoja umemfanyia ibada hii. Leo Muislamu anaweza kaagizwa mbuzi au kondoo na mshirikina na akaweza kupeleka, lakini kwenye masuala ya msingi kama haya Muislamu anajiweka nayo mbali. Mbuzi wa shilingi 100,000, kama umepata mtoto wa kiume ukatafuta shilingi 200,000 ukanunua mbuzi wawili ukawachinjia watoto wako, ni jambo jema. Umempata mtoto wa kike ukatafuta shilingi 100,000 ukanunua mbuzi wako mmoja kwa ajili ya mtoto wako ukamfanyia hakiki, ni jambo la msingi sana.
si vyema na si vizuri kwa watoto wako wote, hakuna hata mtoto mmoja umemfanyia hakiki. Hii si jambo la sawa. Na tuliona kwamba miongoni mwa hikma za hakiki ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukujalia watoto au kukujalia mtoto. Kuna watu wanatafuta watoto usiku na mchana, lakini bado hawajajaliwa na Allah, mpaka mtu anazeeka hana mtoto, lakini amekwenda kwa waganga wote amewamaliza, hakuna hospitali hajaenda, anatumia mapesa mengi, lakini bado hapati mtoto. Watu wanakwenda mpaka kupandikiza. Kupandikiza hivi sasa sio chini ya milioni 10 na kupandikiza tu ili mtu aweze kupata mtoto hospitalini, milioni 10 na mtu anatoa hizo milioni 10 na kitu kwa ajili ya kutafuta mtoto. Wewe Allah amekujalia mtoto, haujaenda hospitalini kwa ajili ya kupandikiza, haujaenda kwa washirikina, Allah amekujalia mtoto kwa njia nyepesi kabisa. Kwa nini usimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuifanya ibada hii, kwa kumchinjia mtoto wako? Kwa nini usifanye ibada hii? Na tukasema wakati wa kuifanya ibada hii ya hakiki inaanza pale anapozaliwa mtoto. Wakati huu unaitwa ni wakati ambao waqtul istihbabi, ni wakati ambao unapendeza. Mtoto amezaliwa tu na wewe ukamchinjia. Lakini ilivyo sunna ni kufanya ibada hii siku ya 7 tangu kuzaliwa mtoto. Na tukaona ya kwamba kila mtoto amewekwa rehani kwa hakiki yake. Kwa hiyo anapofanyiwa hakiki, ile rehani anaachana nayo, anaondoka katika hiyo rehani. Lakini masala ya pili, tukaona idadi ya mbuzi ambao unatakiwa kumchinjia mtoto wako. Kwa tukasema mtoto wa kiume anachinjiwa mbuzi 2 na mtoto wa kike anachinjiwa mbuzi 1, na haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukasema kwamba Muislamu hautakiwi kuanza kujaji, kuhoji, kuuliza na kuona kwamba mtoto wa kike mbona amekandamizwa, mbona mtoto wa kike amenyimwa haki, kwa nini yeye achinjiwe mbuzi 1 na wa kiume achinjiwe mbuzi 2? Tukasema sisi maadamu jambo hili amelielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallama, ni Muislamu kusarenda na kulifuata jambo hili kama alivyoelekeza mtume wake, bila kuchukia, bila kuona ya kwamba mtoto wa kike amedhalilishwa. Muda wa kuwa ni maneno ya mtume, ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, tuyachukue na tuyafanyie kazi. Leo tutaanza almas'alatu thalitha. Mas'ala ya 3 ni tasmiyatul mauludi, kumuita jina, kumpa jina mtoto aliyezaliwa, wa halqu ra'sihi, na kumnyoa kichwa chake, watahanikuhu, na kumsugua na kitu kitamu katika mdomo wake, kumsugulia kitu kitamu katika mdomo wake, wal adhanu fi udhunihi, na kumwadhinia mtoto katika sikio lake. Haya ndiyo ambayo tutajifunza katika darasa yetu ya leo. Kwa kwanza, tasmiyatul mauludi, kumuita jina mtoto, kumpa mtoto jina. Yusannu tasmiyatul mauludi, ni sunna kumpa mtoto jina fil yaumi sabi'i, katika siku ya 7, min wiladatihi, tangu kuzaliwa kwake. Ni sunna kumpa jina mtoto siku ya 7 tangu amezaliwa. Lakini si vibaya kama mtoto atapewa jina kabla, kwa dharura ambayo ipo.
amezaliwa hospitalini, anatakiwa kupewa cheti, anatakiwa kuandikishwa kwamba amezaliwa katika hospitali fulani, si vibaya akapewa jina mapema kwa ajili ya dharura kama hiyo ya hospitalini. Lakini ilivyokuwa suna, mtoto anatakiwa aitwe jina siku ya 7. Kwa siku ya kwanza atakuwa hana jina, siku ya pili hana jina, ya 3 hana jina, ya 4 hana jina, ya 5 hana jina, ya 6 hana jina, siku ya 7 ndio anapewa jina. Hii ndio sunna na huu ndio taratibu ambao ameuelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallama lihadithi Samrata radhiyallahu anhu, kwa ushahidi wa hadithi ya Samra anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qal, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi, kila mtoto ni mwenye kuwekwa rehani kwa hakiki yake. Tudhbahu anhu yawma sabi'ihi, huchinjiwa mnyama wa hakiki siku ya 7 tangu kuzaliwa. Wayusamma, na ataitwa jina. Wayuhlaqu ra'suhu, na kitanyolewa kichwa chake. Kwa hiyo haya ni mambo matatu ambayo mtoto anafanyiwa siku ya 7 tangu kuzaliwa kwake. Jambo la kwanza, anachinjiwa, anafanyiwa hakiki, na jambo la pili anapewa jina, na jambo la tatu ananyolewa kichwa chake. Wayusannu an yakhtara lahu min al-asma'i ma kana hasanan, na ni sunna kwa mzazi amchagulie mtoto wake jina ambalo ni zuri. Faqad ghayyara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-asma' al-qabiha, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwabadilisha maswahaba majina mabaya. Wa amara bidhalika, na Mtume akaliamrisha hilo, kwamba anapokuja mtu ana jina baya abadilishiwe na apewe jina zuri. Kwa ni sunna Muislamu kumchagulia mtoto wake jina ambalo ni zuri. Lakini leo utakuta mtoto anaitwa majina ya ajabu ajabu. Amezaliwa usiku, anaitwa cha usiku. Amezaliwa wakati wa shida, utakuta anaitwa shida au tabu, kwa sababu tu amezaliwa wakati wa tabu. Haya sio majina mazuri. Majina haya sio majina mazuri, haya ni majina mabaya. Huyo mtoto atakuwa ni mtoto wa shida kweli. Majina yana athari. Umemwita tabu, mtoto huyo atakuwa na tabu kweli. Majina yana athari. Au umemwita mtoto wake, umerudishia jina la babu yake, la bibi yake, la mtu wa ukoo. Haya ni mambo ambayo hayana maana. Mtoto anatakiwa achaguliwe jina lake. Mtoto anatakiwa kuchaguliwa jina lake. Na majina kama nilivyosema yana athari kubwa. Ukimrudishia mtoto jina la babu, kama babu alikuwa ni mlevi, na huyo mtoto atakuwa ni mlevi. Kama babu atakuwa ni mshirikina, na huyo mtoto atakuwa ni mshirikina. Watu wanasema mtoto huyo ana tabia za babu yake, vile alivyokuwa babu yake ni hivyo hivyo. Majina yana athari. Watoto wapewe majina yao, hamna haja ya kurudishia majina, kwa sababu ingekuwa ni vyema, ingekuwa ni vizuri, ingekuwa labda ni sunna, hata maswahaba wangelifanya hilo. Kuna ambao wameoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, hakuna hata mmoja ambaye amerudisha jina la Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa watoto wake. Na Mtume alikuwa ni mtu mwema, mtu mzuri, lakini pamoja na hivyo
hakuna hata mmoja katika wale ambao walioa kwa Mtume baada ya kupata watoto akamrudishia jina la babu yake. Haya ni mambo ambayo ni mambo ya kikabila kabila, mambo ya kiukoo, si mambo ya dini. Mtu anashangaa, hivi kweli mtoto wangu amezaa, amepata mtoto wa kiume, hajarudishia jina langu? Anashangaa. Mtoto apewe jina lake, hamna haja ya kurudishia jina la babu yake wala jina la bibi yake. Kwa hiyo ni sunna mzazi amchagulie mtoto wake jina zuri. Siku moja mzazi mmoja alikwenda kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, na lengo la kwenda ni kwa ajili ya kwenda kushtaki na kumlalamikia mtoto wake kwamba amekuwa ni mtovu wa nidhamu, hana heshima, hana adabu. Anakwenda kwa kiongozi kwa ajili ya kumshtaki mtoto wake atiwe adabu. Alipofika akamwambia, ewe amiri almu'minina, mtoto wangu amekuwa hana adabu, ananikera, ananisumbua, amekuwa ni mtukutu kupita maelezo. Hakuna utukutu unaoufahamu wewe isipokuwa mtoto huyu anao. Kwa hiyo hata kunisikiliza hanisikilizi, nampa maelekezo mazuri, hasikii wala haelewi. Nimekuja kwako uweze kunisaidia. Umar akashangaa, mtoto wa Kiislamu anakuwaje hana adabu kwa mzazi wake? Mtoto wa Kiislamu anakuwaje asimsikilize mzazi wake? Mtoto wa Kiislamu anakuwaje mtukutu kiasi hicho? Akatuma akaitwe na akaletwe yule mtoto. Yule mtoto akaletwa mbele ya Amiri al-Mu'minin. Alipoletwa, Umaru akamuuliza, kwa nini unakuwa hauna adabu? Kwa nini unakuwa ni mtukutu? Kwa nini unakuwa mtundu? Hausikii wala hauelewi katika maelekezo ambayo unapewa. Shida ni nini? Akamuuliza, ya Amirul Mu'minin, naomba kabla sija kujibu maswali yako, naomba nikuulize swali. Hivi mtoto hana haki kwa mzazi wake? Naomba nifahamishe kwanza kwamba mtoto ana haki ambazo anatakiwa kufanyiwa na mzazi wake au hamna? Umar akamwambia, zipo haki ambazo mtoto anatakiwa kufanyiwa na mzazi wake. Akamwambia, naomba unikumbushe, naomba uniambie, naomba unipe elimu kwamba ni haki gani ambazo mtoto anatakiwa kufanyiwa na baba yake. Umar akamwambia yule mtoto, haki ya kwanza, mzazi anatakiwa amchagulie mtoto wake ambaye anatarajia kuja kumpata, anatakiwa amchagulie mama mwema. Amchagulie mama mwema, mama mwenye dini ya ukweli, sio dini ya mdomoni, sio dini tu ya kujionyesha, dini ambayo iko katika kifua chake kwamba ni kweli ana dini. Hii ni haki ya mtoto kwa mzazi wake kwamba amchagulie mama mwema. Kama atamchagulia mama mshirikina, inawezekana mtoto huyo pia akaja akawa ni mshirikina. Amemchagulia mama mwenye tabia mbaya, na mtoto naye atamuiga mama yake hivyo hivyo. Tabia ambazo anazo mama, mtoto ataiga. Kwa hiyo haki ya kwanza, mzazi anatakiwa amchagulie, baba anatakiwa amchagulie mtoto wake mtarajiwa, amchagulie mama mwema. Kama mama ni mtu mbaya, mtu muovu, ana matendo mabaya, yawezekana mtoto naye pia akaja akazaa watoto wenye tabia kama za kwake. Kwa hiyo hii ni haki ya kwanza. Baba mwanaume anapotaka kuoa, aangalie kitu kinachoitwa dini. Angalie dini, amchagulie mtoto wake mtarajiwa mama mwema. Hili ni la kwanza. Haki ya pili kwa mzazi ambayo anatakiwa kumfanyia mtoto wake, haki ya pili
ni kumchagulia jina zuri. Atakapozaliwa amuite jina zuri. Na haki ya tatu ni kumsomesha Qur'an, kumfunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia kwa uchache, hizi ni haki za msingi mzazi kumfanyia mtoto wake. Yule mtoto akamwambia Umari, hizi haki zote ambazo umezieleza hapa, hakuna hata haki moja amenifanyia baba yangu. Tukirudi katika jambo la kwanza ambalo umesema kwamba baba anatakiwa kumwandalia mtoto wake mama mzuri, kumchagulia mama mzuri. Mimi mama yangu ni mshirikina, mama yangu ni muabudu, anaabudu jua. Jua ndio mungu wake, majusi. Sasa hapa huyu baba yangu hajanifanyia haki, ameninyima haki yangu ya kunichagulia mama mwema. Lakini la pili, haki ya pili ambayo ni kunichagulia jina zuri, mimi jina langu ananiita Juula. Hili ndio jina ambalo amenipa, na Juula maana yake ni yule mdudu ambaye anasukumaga vinyesi vya ng'ombe kwa miguu yake, anaenda kinyume nyume. Nafikiri watu wanamfahamu, sijui hata Kiswahili anaitwaje. Yaani yale vinyesi vya kama ni cha ng'ombe, anakitengeneza kama mpira fulani hivi, anakuwa anakisukuma kwa miguu yake ya nyuma, anakisukuma kinyume nyume. Hili ndio jina la baba yangu alionipa. Kwa hiyo hapa hajanifanyia haki, ameniita jina baya. Na la tatu kwamba anatakiwa kunifundisha dini, anifundishe Qur'ani. Huyo baba yangu hajanifundisha Qur'an, hajanifundisha dini. Umar anamwangalia yule baba, anamwambia rudi, nenda ukampe mtoto huyu haki zake, haujampa haki zake za msingi. Kwa hiyo kumchagulia mtoto jina zuri ni haki ya mzazi kwa mtoto wake, ampe jina ambalo ni zuri, asimuite jina baya. Sheikh anasema wa ahsanuha, na majina yaliyokuwa mazuri zaidi kuliko majina yote ni Abdullahi, ni mtoto kuitwa Abdullahi, wa Abdurrahman au kuitwa Abdurrahman, li hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma, kwa ushahidi wa hadithi ya ibn Umar radhi za Allah ziwe juu yake. Qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ahabba asma'ikum, hakika majina yenu yanayopendeza zaidi ila Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullahi wa Abdurrahman, ni Abdullahi na Abdurrahman. Hadithi hii akhrajahu Muslim. Hadithi hii ameipokea Imamu Muslim, kwa ni hadithi sahihi. Kwa miongoni mwa majina ambayo yanapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumuita mtoto wako Abdullah, Abdullahi, Abdurrahman, Abdurrazaq wa hakadha. Lakini vile vile majina ya mitume Muhammad, Musa, Isa, Ismail, Idris, majina ya mitume au majina ya maswahaba au majina ya watu wema, mwite mtoto wako majina yaliyokuwa mazuri. Thania, pili, halqu ra'sil mauludi, kunyoa kichwa cha mtoto aliyezaliwa. Wa yusannu halqu ra'sihi, na ni sunna kunyoa kichwa chake, na ni sunna kumnyoa kichwa chake, dhakaran kana au untha, awe ni mwanaume au mwanamke, yauma sabihi, siku ya 7, baada dhabhi al-aqiqati, baada ya kumchinjia akiki. Kwa mtoto wa kike hapa kuna ambao wanasema mtoto wa kike anyolewi, lakini shekhe msimamo wake anaonyesha kwamba hata mtoto wa kike vile vile ananyolewa. Kwa hiyo ananyolewa siku ya 7 baada ya kuwa tayari ameshachinjiwa mnyama,
amefanyiwa hakiki yake, kinachofuatia ni kumchinjia huyo mtoto. Wayatasaddaqu bizinati sha'rihi fidda, na atatoa sadaka kwa uzito wa zile nywele zake, atatoa sadaka kwa kuthamanisha na madini ya fedha, ima madini ya fedha au madini ya dhahabu. Ataangalia fedha gramu moja ni shilingi ngapi sokoni, au dhahabu gramu moja ni shilingi ngapi. Kama nilivyosema jana, mara nyingi nywele za mtoto hazizidi zaidi ya gramu moja, na wakati mwingine huwa hazifiki. Unaweza ukakuta kwamba ni nusu gramu. Wewe utakwenda utaangalia madini ya fedha sokoni ni shilingi ngapi siku hiyo. Utaambiwa mfano labda madini ya fedha gramu moja hivi sasa labda ni shilingi 50,000. Kama nywele zitakuwa zimefika gramu moja utatoa 50,000. Kama hazijafika ni nusu gramu utatoa 25,000. Lihadithi Ali radhiyallahu anhu, kwa ushahidi wa hadithi iliyopokelewa na Ali radhiyallahu anhu, qala, Ali anasema, aqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil Hasani bishatin, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfanyia aqiqi Hasani, alimchinjia mbuzi. Kama tulivyosema jana kwamba anayetakiwa kufanya hakiki ni baba, lakini baba kama hana uwezo, watoto wale wanaweza wakafanyiwa hakiki na babu yao. Kwa hiyo Mtume aliwafanyia wajukuu zake Hassan na Hussein, aliwafanyia hakiki, aliwachinjia mbuzi. Wakala, na Mtume baada ya kumchinjia Hasani mbuzi akasema, ya Fatimatu, ewe Fatima, anamwambia binti yake, ihliqi ra'sahu, kinyoe kichwa chake, watasaddaqi bizinati sha'rihi, natoa sadaka kwa uzito wa nywele zake, fidda, kwa thamani ya madini ya fedha. Kwa hiyo haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama akimweleza Fatima, na ndio kuelekezwa Waislamu wote. Kwa hiyo ni sunna, baada ya kuwa tayari umeshamchinjia mtoto, mnyoe nywele, na zile nywele nenda ukazipime ujue zina gramu ngapi, na kisha utazitolea sadaka. Thalitha, tatu, tahaniku almauludi, kumsugua mtoto aliyezaliwa mdomoni na kitu kitamu. Wayusannu tahaniku almauludi bitamrin, asema ni sunna kumsugua mdomoni mtoto aliyezaliwa kwa tende. Kama umekosa tende unaweza kumsugua kwa asali. Sawaun akana dhakaran am untha, ni sawasawa mtoto huyo akawa ni wa kiume au ni wa kike. Watahaniku huwa mawdhu at-tamri, tahaniku maana yake ni kumtafunia mtoto tende. Wadalku hanaki almauludi bihi, na kusugua sehemu ya juu ya mdomoni. Mdomo wa mtoto aliyezaliwa unamsugulia na kile kitu kitamu, ima ni tende au ni asali, unamwekea upande wa juu kwenye mdomo wake, ndani kabisa unamuingizia hapo juu, unamwekea hapo mdomoni, hatta yanzila shay'un minhu, mpaka kile kitu kitamu, ule utamu ushuke, ila jawfihi, mpaka tumboni mwake. Lihadithi Abi Musa radhiyallahu anhu qala, kwa hadithi ya Abu Musa radhi za Allah ziwe juu yake, amesema, ulida li ghulamun, alizaliwa nyumbani kwangu mtoto. Fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, nikaenda naye na mtoto, yani nikaenda naye mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama.
fasammahu Ibrahima, mtume akamuita yule mtoto Ibrahimu, wa hannakahu bitamrin, na akamsugulia tende katika mdomo wake. Wa hadithu Aisha radhiyallahu anha, na hadithi ya Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, hakika mtume sallallahu alayhi wasallama, kana yu'ta bisibiyani, alikuwa analetewa watoto wadogo, wayuhannikuhum, na anawasugulia na kitu kitamu katika midomo yao. Kwa hiyo huo ulikuwa ni utaratibu wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Watoto wadogo wanapoletwa baada ya kuzaliwa, anawawekea tende, anawatafunia tende, anamwekea katika mdomo wake ili mtoto aweze kupata ule utamu wa tende. Na hii ni suna na mafunzo na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Mambo haya watu hawayajui, lakini kwa kupitia durusi kama hizi watu wanayafahamu. Unapopata mtoto unatakiwa kufanya nini? Rabi'an, jambo la 4 na la mwisho katika darasa yetu ya leo ni al-adhanu fi udhuni al-mauludi, ni kumwadhinia mtoto katika sikio lake, kutoa adhana katika sikio la mtoto. Yusannu al-adhanu fi udhuni al-mauludi, ni sunna kuadhini katika sikio la mtoto aliyezaliwa. Ni sunna kumwadhinia mtoto aliyezaliwa hina wiladatihi, pale tu anapozaliwa atolewe adhana. Wakila, na kumesemwa, yuadhanu fi udhunihi al-yumna, ataadhiniwa katika sikio lake la kulia. Watuqamu salatu, na itakimiwa swala, atafanyiwa iqama fi udhunihi al-yusra, katika sikio lake la kushoto. Lihadithi Abi Rafi'i radhiyallahu anhu, kwa hadithi ya Abu Rafi'i radhi za Allah ziwe juu yake, anasema raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallama adhana fi udhuni al-Hasani ibn Ali, nilimuona mtume akiadhini katika sikio la mjukuu wake Hasan mtoto wa Ali, hina waladatuhu Fatima, pale alipozaliwa na Fatima, bisalati, nilimuona anamtolea adhana ya swala, ili iwe maneno yake ya kwanza kuyasikia ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kalimatu tauhidi, asikie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anazaliwa tu, maneno ya kwanza kuyasikia ni hayo. Sio mtoto maneno ya kwanza anasikia muziki, mtoto maneno ya kwanza anasikia matusi, mtoto maneno ya kwanza kuyasikia anasikia maneno maovu, maneno mabaya. Mtoto anatakiwa kwanza kabisa aweze kusikia maneno mema, maneno mazuri, aadhiniwe. Na hii ni vizuri vile vile kuwa na manesi wa Kiislamu, madaktari wa Kiislamu. Anapozaliwa mtoto, kama ni hospitalini, asisubiri mpaka kuja kuadhiniwa nyumbani, wakati huo ameshasikia mengi. Yani anapozaliwa tu basi aadhiniwe katika sikio lake la kulia. Na hii ni sunna, na haya ni mafunzo, na haya ni maelekezo yanayotoka kwa kiongozi wetu, kipenzi chetu, mwalimu wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.